Kipindi chetu cha Bible Study ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kwa Alhamisi za kawaida, na Alhamisi ya mwisho ni kwa dakika 90 maswali na majibu. Kipindi chetu ni kwa lugha ya Kiswahili na kinasikika dunia nzima kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ulipo tupo, tunaweza kutupata ukiwa eneo lolote hapa ulimwenguni. Bila kupoteza muda, namkaribisha Brother Jerry aendelee na taratibu zingine. Karibu Brother Jerry. Amen. Sana Brother Allen Mpuru atazungumza mubashara kutoka pale Umoja Houston. Anakaribisha wengine basi katika kipindi cha Bible Study. Kama alisema Brother Allen, kipindi kinatuejea kwa sana makanisa Umoja, makao makuu yakiwa Dallas, Texas. Kanisa lipo pale lipo kimtandao. Ukichungulia kalenda yako kwa huku Marekani, imeshatimia tarehe 23 mwezi wa 4. Tunasema ni siku ya 113 katika zile 365 tumemwahidi Mungu, na ni wiki ya 17 kati ya 53 tunazitegemea katika mwaka huu. Tunamshukuru sana Mungu. Kipindi hiki kikiwa kimeanza kwa mwezi mzima huu wa 4 ikiwa kama series, na tumepata bahati ya kipekee kabisa kuonyeshwa na mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Jackson Nyanda kutoka pale makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, Tanzania. Somo zuri la kusisimua kabisa la manabii na unabii. Na kabla sijamkaribisha rasmi katika sehemu yetu ya neno ya mwisho, tafadhali basi kuwa shemasi kwa muda huu, forward ile invite iliyokaribisha kwa mtu mmoja tu, ukimtaarifu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni April 2nd, hizi ni tarehe za Marekani sasa. Sehemu ya pili ilikuwa ni April 9 wiki jana, April 16 tuko katika sehemu ya 3, na karibu sema somo lilikuwa ni manabii na unabii. Tulijifunza nabii ni yupi, tukajifunza vile unabii ni kitu gani katika sehemu ile ya kwanza. Katika sehemu ya pili tuliingia katika karama za unabii na ile mitazamo ambayo iko pale. Wiki jana ambayo ilikuwa ni ya 3, tulidip kidogo kwenye kanuni za Biblia zinazopingana na unabii wa uongo. Hapo ndipo ambapo tunaweza kusema kwamba donda ndugu lilipo. Na katika mengi ambayo tulijifunza siku zile, tulijifunza kwamba kuna aina za jumbe za unabii. Tuliambiwa kwamba hapo kuna kitu kinaitwa foretell, hawa ni kutabiri mambo ama matukio ya siku za mwisho, eschatology kwa wale ambao wanazungumza lugha hiyo. And then kuna foretell, manabii ambao wanatabiri mambo ya kizazi chake yule nabii alipoishi katika kizazi chake. Nitarudia hapo, foretell anatabiri mambo ama matukio ya siku za mwisho, foretell. And then foretell, huyu ni nabii ambaye anazungumza mambo ya kizazi chake yeye. Na yote haya yanakuwa yametimizwa, mtumishi alisema 75% ilitimizwa na ujio wa Yesu, kama vile ambavyo inatarajiwa. Kwa hivyo ni sehemu ya mwisho ambayo tulikuwa tumejifunza, na leo hii basi katika sehemu ya 4 na ya mwisho ya series hii ambayo kwa kweli imekamata mwezi mzima, mwezi wa 4. Kama nilivyosema, mtumishi wetu anafundisha kwa majuma yote haya 4. Tunamshukuru sana Mungu katika hilo. Si mwingine ni Reverend Dr. Jackson Nyanda, na namuona ameshaingia katika line kwa ambao tuko mbashara. Basi naomba nichukue nafasi kumkaribisha moja kwa moja katika sehemu yetu ya 4 na ya mwisho ya somo la hili la manabii na unabii. Baba mchungaji, karibu tena katika kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kwa makanisa Umoja. Tuko tayari kuendelea nawe na kukamilisha sehemu ya 4 ya somo letu hili. Dr. Nyanda. Asante, nadhani nasikika kwa sasa. Sasa unasikika vizuri kabisa. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu mzuri ambao umetupa kwa ajili ya somo hili manabii na unabii. Tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze na atufundishe, na ili Baba tuweze kutumikia wewe na ili uweze kutumikia katika mapenzi yako. Bariki kila mmoja aliye kwenye line katika jina la Yesu. Amina. Na leo tunaendelea sasa, tunamalizia kanuni zetu, kanuni za Biblia za kupima unabii na nabii wa kweli. Kanuni za Biblia za kupima unabii na nabii wa kweli. Na tutakapomaliza hapo, tutaenda sehemu ya pili ya leo ambayo itakuwa kuangalia tofauti za huduma ya unabii katika kanisa la leo na ile ya kipindi cha Agano la Kale. Hii itakuwa sehemu yetu ya pili. Sehemu yetu ya pili itakuwa tofauti ya huduma ya kinabii katika kanisa
la leo na ile ya kipindi cha kanisa la Agano la Kale. Katika tuendelee na kanuni ya 3 ya kupima unabii wa kweli na nabii wa kweli. Ujumbe wa nabii lazima umuinue Kristo. Ujumbe wa nabii lazima umuinue Kristo. Hiyo ni kanuni ya 3. Ujumbe wa nabii lazima umuinue Kristo au umtukuze Kristo. Na hii tunaipata katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, mlichukuliwa na kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unabii, ujumbe wa kinabii umuinue Kristo au mtukuze Kristo. Katika kila hali lazima umtukuze Kristo, umtukuze Mungu. Hata ile Yohana mtakatifu ile sura ya 3 mstari ule wa 30, Yohana mtakatifu, Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari ule wa 30, neno linasema, basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, yani Yesu. Yohana Mbatizaji anasema yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Kwa hiyo tunaona anayeinuliwa hapa ni Kristo. Na katika Yohana sura ya 12 mstari wa 32 Yesu anasema, nikiinuliwa nitawavuta wote kwangu. Kwa hiyo tujue sisi watumishi ambao tunatumika katika karama hii ya unabii na karama zingine, lazima tujue kwamba sisi ni washenga wa Yesu ambaye Paulo anasema tunampozea Kristo bikira, yani kanisa. Kwa hiyo tunatakiwa tumsifu bibi harusi, tumsifu Yesu Kristo bwana harusi kwa kanisa ambao ni bibi harusi. Sio tena sisi tuanze kuchukua sifa kutoka kwa kanisa. Sisi ni washenga. Tumuunganishe Kristo kwa kanisa. Tuliunganishe kanisa kwa Kristo. Kanuni ya 4 ya Biblia ya kupima unabii wa kweli na nabii wa kweli kutokana na chanzo ni kwamba unabii wa kweli lazima utokane na chanzo kisicho na Biblia. Hauwezi unabii wa kweli ukatokana na chanzo kinachoipinga Biblia au kinaenda kinyume na maandiko matakatifu ya Biblia au kinapingana na Biblia. Nabii anayetabiri kinyume na Biblia, huyo ujumbe wake, au anayetabiri lakini huwa anaikana Biblia, huyu ujumbe wake lazima tusiupokee. Nabii anayetoa ufunuo mpya ambao haupo kwenye Biblia au unapingana na Biblia, nabii huyo tujihadhari naye. Maana mtabiri
utabiri wa kweli na nabii wa kweli hawezi kupingana na Biblia au hawezi kupinga Biblia. Tunao watumishi katika Afrika, nadhani hata katika dunia, lakini katika Afrika hasa Tanzania, ina hakika tuna watumishi hapa ambao wengine wanadiriki hata kusema Biblia ni kaburi. Wengine wanasema Biblia sio neno la Mungu, neno la watu. Biblia ni kaburi, linazika watu wengi. Ukiona nabii huyo ambaye anapinga Biblia kwamba sio neno la Mungu na anaikana Biblia au anaiweka pembeni Biblia, unabii wake huyo moja kwa moja hauko sahihi, hauko sawa. Katika Ufunuo sura ile ya 22 ule mstari wa 18, Ufunuo wa Yohana sura ya 12 ule mstari wa 18, anasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mti mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo tunaona pia tunaposoma Ufunuo anaambiwa usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki. Tunaposoma kwenye Ufunuo usiatie muhuri, katika ile Ufunuo sura hiyo ya 22 mstari wa 10, anasema, akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo unakaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye kuchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kwa hiyo naona kitabu kile cha mwisho cha Biblia cha Ufunuo kinakamilisha jumbe zote za Biblia, au kinaikamilisha Biblia. Na tuliona safari hiyo kwamba Biblia inapofika sasa na kukamilika, na Yesu anakamilisha, maana jumbe za Yesu Masihi ambaye alitabiriwa zinapokamilika na zinakamilika kwenye Biblia, Biblia inakuwa sasa kipimo halisi, canon yetu, au dira yetu, au ramani yetu itakayotufikisha mbinguni. Na hii ndio inakuwa kipimo cha kupima nabii za kweli na kupima nabii wa kweli, na kupima mafunuo ya kweli na kupima mafundisho ya kweli. Biblia inapokamilika sasa katika kipindi cha kanisa, kipindi cha Masihi, na Mungu anasema kabisa usiatie muhuri. Lakini ukisoma kwenye Danieli, ambacho Danieli yuko katika kipindi cha Agano la Kale, ile Danieli sura ile ya 12, anapo malaika yule anapozungumzia matukio ya siku za mwisho ya kipindi cha Masihi, anamwambia hivi, akasema ule mstari sura ya 12 mstari wa 9, akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yoyote, bali wao walio na hekima ndio watakaookolewa. Unaona, siku za mwisho. Sasa siku za mwisho ni siku za Masihi. Kwa hiyo huku wakati wa Agano Jipya anambia yale mambo ya eschatological, yale matukio ya siku za mwisho, kipindi cha Masihi, yatie muhuri, maana yataeleweka kipindi kile Masihi atakapokuja. Na tunaona yule mama Msamaria kwenye kisima
anamwambia Yesu, najua anakuja Masihi aitwaye Kristo. Atakapofika huyo atatufundisha yote na kutufunulia yote. Kwa hiyo sasa nabii mkuu Yesu Kristo, baada ya kudhihirika na kufa na kufufuka na kupaa, ameyaweka yote na Biblia ikakamilika. Kwa hiyo tunacho kipimo sasa. Ukiona nabii anakataa Biblia kwamba sio neno la Mungu, basi unabii wake weka pembeni. Na kipimo cha 5, angalia tabia ya kimungu, tunda la Roho. Je, iko ndani ya hiyo nabii? Tabia ya kimungu, tunda la Roho, tabia ya Kristo imeumbika ndani yake. Na misingi mikuu ya tabia ya Kristo ni unyenyekevu. Unyenyekevu. Unaangalia, je, huyu ana matunda? Ana tunda la Roho. Tunda la Roho lenye vipengele 9. Tabia ya Kristo, uaminifu. Je, upo ndani yake? Na tunaona hata Musa alipokuwa Mungu anamsifu, anasema huyu nitasema naye, alitoa sababu kwa sababu ni mwaminifu. Yani alizungumza tabia. Tabia ni ya muhimu sana katika kumpima mtumishi. Sio karama, sio huduma zake na karama. Maana yake shetani ana uwezo mkubwa sana wa kuigiza miujiza na karama, lakifanya kama malaika wa nuru, lakini hataweza kuigiza wakati wote tunda la Roho. Hawezi kaigiza upendo, hawezi, sio asili yake. Kwa hiyo tunampima huyu nabii. Je, Kristo ameumbika ndani yake? Tunda la Roho imeumbika ndani yake? Katika Mathayo sura ile ya 7, Yesu alitupa hiki kipimo. Alitupa cha kupima kwa manabii. Kuanzia ile Mathayo sura ya 7, tuanzie mstari wa 15. Anasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowaijia na mavazi ya kondoo, maana yake wanajifanya watu wa Mungu, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao, maana yake kwa tabia ya Kristo. Je, imo ndani yao? Je, watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndipo saa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi, mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Kipimo hiki cha kupima unabii wa kweli, unabii wa kweli ni kuangalia tunda la Roho. Tabia ya Kristo imejengeka, tabia ya kimungu imejengeka ndani yake. Kristo ameumbika ndani yake. Ni kipimo kizuri. Na tunaona sana, mara nyingi sana, tabia za washerati zinaweza kudhihirika katika maisha ya manabii wa uongo na walimu wa uongo. Na Yuda ametuambia katika Yuda sura ile ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 8. Inadhihirika kwao. Inaweza ikaonekana haraka sana tabia ya washerati. Maana yake hapa tunaweza kusema uzinzi wa kiroho na uzinzi wa mwili kabisa. Uzinzi wa kiroho maana yake unaweza kukuta ni watu wanamtumikia shetani kabisa huku wakijua, na wengine wanakuwa hawajui, lakini unakuta wanachanganya. Lakini pia wanaweza kufanya uzinzi kabisa, pia uzinzi wa mwili. Na tabia za kiburi zinajulikana sana katika manabii wa uongo na walimu wa uongo. Yuda pia ametueleza katika ile Yuda sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 9. Na
ungeweza ukasoma Yuda yote, maana ni sura moja, utazikuta tabia hizi. Tabia ya kupenda fedha, kuabudu fedha sio mbaya. Biblia inasema jawabu la mambo yote ni fedha, lakini pia inaonye kwamba kuiabudu fedha na kuipenda na kuiabudu ni hatari. Kwa unaweza ukachikuta tabia kama hizo zinajengeka ndani ya huyo mtu, zikatumika kupima, je, tabia ya Kristo imeumbika ndani yake. Baada ya kumaliza sehemu hiyo ya kanuni za Biblia za kupima unabii wa kweli na nabii wa kweli, basi twende kwenye sehemu yetu ya pili, tofauti ya huduma ya kinabii katika kanisa la leo, au katika kipindi hiki cha leo, kipindi cha Masihi, kipindi cha siku za mwisho, kipindi cha neema kubwa, lakini pia kipindi hatari sana cha mafundisho ya uongo na vita kubwa ya ibilisi, kipindi cha Masihi, lakini kipindi pia cha neema sana. Wakati mwingine tunaita siku za mwisho, kipindi cha Masihi, na wakati wa kipindi cha kanisa. Na tunaposema kipindi cha Masihi pia kinaweza kuwa kirefu sana, lakini sisi hapa tunaangalia kipindi cha kanisa mpaka unyakuo wa kanisa linapoondoka duniani. Lakini ujue kanisa linapoondoka duniani, baada ya dhiki kuu, Masihi anarudi kutawala miaka 1000. Kwa hiyo hapo tunaona kipindi cha Masihi kinakuwa extended, kinapanuka sana mpaka mwisho wa dunia, mpaka hukumu. Na sasa tuangalie katika kipindi cha kanisa, tangu kanisa la Agano Jipya lianze mwaka 33 mpaka pale itakaponyakuliwa. Tuone hii huduma ya kinabii, tuangalie vipengele kadhaa katika hii huduma ya kinabii ambavyo vinatofautiana. Katika huduma hii kuna tofauti kati ya huduma ya kinabii na manabii katika kipindi kile cha Agano la Kale na kipindi cha sasa. Na tuanze na huduma na ofisi ya unabii katika kipindi cha Agano la Kale. Tuweke hitimisho hapo, alafu tunaingia huduma na ofisi ya kinabii katika kipindi cha Agano Jipya. Tulinganishe, tunapomalizia semina yetu tulinganishe. Katika huduma na ofisi ya unabii katika kipindi cha Agano la Kale, mambo yafuatayo tuyaangalie. Jambo la kwanza, ofisi ilikuwepo, huduma na karama zilikuwepo. Tunaposema ofisi ilikuwepo, maana yake tunasema watu walisimikwa kabisa kwamba huyu ndio nabii wetu wa jamii walioamini. Huyu ndio nabii wetu, huyu ndio nabii Elia, huyu ndio nabii Elisha, huyu ndio nabii Ezekieli. Waliwekwa wazi kabisa. Na walikuwa na ofisi, maana yake walisimikwa, wakatambuliwa, wakapewa hicho cheo cha kuwa nabii, wakatambulika kabisa. Na tukumbuke kipindi hicho roho wa unabii, Roho Mtakatifu alikuwa anamwagwa, alikuwa anamwagwa, alikuwa anapelekwa tu kwa manabii, watu maalum waliosimikwa kama ofisi ya unabii, manabii, wafalme, waamuzi, na makuhani na watu wengine waliochaguliwa na Mungu kufanya kazi maalum. Walijazwa na Roho Mtakatifu, walimwagiwa Roho Mtakatifu, na ishara ilikuwa ni mafuta. Utaenda kusoma katika Mwanzo sura ya 30, mafuta maalum. Acha haya siku hizi siyajui sana, lakini yale yalikuwa mafuta maalum, na yanaelezewa vizuri katika Kutoka sura ya 30, yaliyoandaliwa kwa formula, mchanganyiko maalum ambao aliagizwa Musa. Na watu walikuwa wakimiminua tu yale mafuta, anajaa pale Roho Mtakatifu, au anajaa baada ya muda. Yalikuwa yanaitwa mafuta ya kupaka au ya kusimika watu walioteuliwa kwenye kazi maalum katika kipindi cha Agano la Kale, na alikuwa yanamwakilisha Roho Mtakatifu moja kwa moja.
Maana yake hiyo ndio ilikuwa ishara maalum kwamba unaposimikwa, unapotumwa na kazi maalum, unapewa Roho Mtakatifu, roho wa unabii, na ukimiminiwa tu hapo au baadaye Roho anajaa. Na ndio maana yalisimama baada ya Kristo kufa na kufufuka na Roho Mtakatifu kushuka, kama anavyosema nabii Yoeli kwamba itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu kwa watu wote watakaoniamini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, ambaye ndio alikuwa yanamwakilisha, na matumizi yake yakakoma. Utaniuliza, na haya leo je? Haya siyajui. Haya ni ya Ukristo mambo leo, haya siyajui. Na yale yako tofauti na ile ya Kutoka sura ya 30. Na yaliwekewa sharti kwamba haya mtu asiyatengeneze ya namna hii na kuanza kuwapaka watu. Akifanya hivi atauawa. Soma vizuri, utaenda kusoma vizuri sababu ya muda, ile Kutoka sura ya 30. Sasa tuangalie ofisi ilikuwepo. Maana yake kuna watu walitambuliwa, wakasimikwa na kanisa na wakapewa cheo cha kuwa manabii. Na karama unajua inaendana na ile office. Manabii waliitwa waonaji pia. Kusudi ilikuwa kwao, kusudi lao lilikuwa kama la leo tu, kuwatia watu wa Mungu moyo, kuwafariji watu wa Mungu, kuwaonya watu wa Mungu, na kutabiri mambo ya matukio makuu ya siku za mwisho, eschatological, ambao ndio imeelezwa vizuri sana na mtumishi wa Mungu Forte, ambayo Yesu alikuja kuikamilisha hiyo. Yesu alipokuja, ukisoma kitabu cha Ufunuo, anapomfunulia Yohana, anaambiwa nenda ukayahubiri mambo uliyoyaona, yani yaliyopita, na haya yaliyopo na yale yajayo, katika Ufunuo sura ya 1 mstari ule wa Yesu anakamilisha hii sehemu ya Forte. Anatabiri, Yesu anatabiri mpaka siku za mwisho, anatabiri mpaka mbingu mpya na nchi mpya, kaikamilisha kabisa. Kwa hiyo hilo akawa Yesu ameikamilisha ile sehemu ya Forte, kutabiri mambo ambayo ya siku za mwisho ambayo kujifunza bali unafunuliwa moja kwa moja. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 19 anasema, basi uyaandike maneno hayo ulioyaona. Yesu anamwambia Yohana wa Patmo kupitia malaika aliyemletea ujumbe kutoka kwa Yesu. Nayo yaliyopo na yale yatakayo kuwepo baada ya hayo. Nayo yaliyopo moja, na yale yatakayo kuwapo na baada ya hayo ulioyaona, yale yaliyopita sasa. Yesu amejumlisha yote, na haya yaliyopo na yale yajayo, katika Ufunuo sura ile ya 1 kuanzia ule mstari wa 19. Na Ufunuo unaanza hivi, ile sura ya 1 mstari wa 1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa Yesu alimaliza hiyo yote kabisa Forte. Kutabiri, mtu mwingine akitoa sasa haya mambo, akitoa unabii wa siku zijazo, anayakonfirm haya, anayathibitisha haya ambayo yalishakamilishwa na Yesu. Pia walikuwa wanatabiri mambo ya kizazi chao Forte. Tumeelezwa vizuri sana kwenye summary na mtumishi wa Mungu Jeli. Na kipimo cha wakati ule ilikuwa nabii akitabiri, kipimo chake ilikuwa wanangoja kama hilo jambo alilolitabiri litatimia. Maana Biblia ilikuwa haijakamilishwa bado na Kristo. Wanangoja kama hilo litatimia. Kama halikutimia, anapigwa kwa mawe hata anakufa. Hiyo ilikuwa kipimo. Leo wakati Biblia sasa imekamilika, neno limekamilika, ambalo ndio dira yetu, kipimo chetu, ramani yetu, ambayo itatusaidia kufika mbinguni sana kwa urahisi. Kwa hiyo neno la Kristo wanasemina
ni agizo kwamba lijae kwa wingi ndani yetu, maana ndio dira yetu, ndio kipimo chetu katika safari hii ya kwenda mbinguni yenye mafundisho mengi potofu. Biblia inakuwa kanuni yetu, kipimo chetu, ramani yetu na thibitisho letu. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunampima tu na vya kitabiri, tunampima na maandiko matakatifu. Je, anayoyasema yako kwenye Biblia? Je, yanapingana na Biblia? Je, ni ufunuo mpya uko kwenye Biblia? Tukiona ufunuo mpya uko kwenye Biblia, tunaweka pembeni. Tukiona inapingana na Biblia, tunaweka pembeni. Watu wakati ule wa Agano la Kale walisema, twende kwa nabii tukafanye nini? Tukajue mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, tukajue hawa ng'ombe waliopotea wako wapi, tukapate neno la maarifa na hekima. Lakini leo, kwa sababu kipindi chetu cha leo, Roho amemwagwa kwa kila aminie, Roho wa unabii, Roho Mtakatifu wa maongozi yako ndani yetu, neno la maarifa, neno la hekima na kalamu zingine. Kwa hiyo unaponitabiria lazima ikonfirm na mimi yale Mungu amesema na ikubaliane na neno la Mungu. Haya, twende sehemu ya pili, ambayo huduma na ofisi ya unabii katika kipindi cha kanisa, yaani kipindi cha kanisa la Agano Jipya, kipindi cha Masihi. Makusudi ya huduma ya unabii yanabaki vile vile. Forte imekamilishwa, imebaki forte, na forte ndio inakuwa kutia moyo, kuwainua watu, kutia moyo kanisa, kuwafariji watu, kuonya na kukemea. Maana yake sasa nabii anasimama pia kama vile Agano la Kale, unaondoa tu ile forte, na forte ikiwepo ina confirm yale ambayo Yesu amesema, na ina confirm yale ambayo Yesu amesema ambayo yako kwenye Biblia. Jambo la pili, unabii kama ofisi umefungwa, kama ofisi imefungwa. Imebaki huduma hasa katika kipindi hiki cha Masihi, ambapo tunaita watu wengi wameandika pia hata vitabu, na tunasema unabii kwa watu wote waliomwamini Yesu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Mungu anaweza akawatumia wakati wote kutoa unabii. Maana tunaona kwamba Yesu amekamilisha huduma ya forte, amekamilisha kama tulivyoona huko nyuma. Na tunaona kwamba sasa katika ile matendo, baada ya Roho Mtakatifu kushuka na kanisa kuanza, kanisa hili la kipindi cha Agano Jipya, tunakumbushwa hapa, na tunaona hapa Musa katika ile kitabu cha katika kitabu kile cha Hesabu, alimwambia Yoshua, si afadhali ningependa watu wote wa Mungu wawe na nabii. Kwa hiyo hicho alikuwa na kitabiri kimetokea baada ya, katika kipindi hiki cha Agano Jipya, baada ya Yesu kufa na kufufuka na akapaa, baada ya siku 10 Roho akashuka, akalianzisha kanisa la Agano Jipya, akalitimiliza. Maana yake maana Agano la Kale na Agano Jipya na ujumbe ule, maana yake hata ile dini ya Musa ya mlima Sinai pale, dini ya Yehova akaikamilisha katika kanisa la Agano Jipya. Mafundisho yote yale ya Torati ya Agano la Kale yakawa yamekamilishwa, na kanisa likawa ukamilifu sasa
wa ile dini ya Musa ambayo ilianzishwa pale mlima Sinai katika Agano la Kale ikakamilishwa. Na ndio maana unaona ni kama kanisa ni kama dini ya Musa imekamilishwa na Yesu, na alisema sikuja kuvunja sheria bali kuzikamilisha. Kwa hiyo matengenezo mapya nimesema Waebrania yakakamilika, na Roho Mtakatifu akawa sasa amepanuliwa, anashuka kwa watu wote ambao wanamwamini Kristo. Tunapata ile tunaita unabii wa watu wote, prophethood of all believers, na pia watu wengine wanaandika wanasema na priesthood of all believers. Sasa ukisoma ile Matendo ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 17 anasema itakuwa siku za mwisho, yani kipindi chetu, asema Mungu, nitawamwagia watu wangu roho yangu, ni roho ya unabii, Roho Mtakatifu, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Wamesha kuwa manabii tayari. Na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Yote hii inaonyesha unabii. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Sawa. Kwa hiyo sasa katika kipindi hiki tunaona ile ofisi, yani ile hati miliki ya kusema mimi ni nabii peke yangu. Mimi ni nabii peke yangu hapa, naomba mniwekee mkono na mnipe ofisi hapa kanisa la mahali pamoja hapa Local Church. Mimi ndio nabii wenu, asiwepo mwingine tena. Imefutika hiyo. Yesu amekamilisha hiyo huduma. Ofisi ile imeondoka, ila huduma ipo. Na tunaangalia hapa, tunaona tena na Roho Mtakatifu anaweza kumtumia mtu yeyote leo akatoa unabii. Akatoa unabii, na wakati wowote akatoa unabii. Na hivyo akitumika mtu leo akatoa unabii, hatuwezi kumuita nabii wetu huyu, maana siku nyingine mwingine tena atatumika. Mungu Roho Mtakatifu anamtumia yote atakaye, maana kila aliyemwamini Yesu na kujazwa na Roho Mtakatifu anaye roho ya unabii. Kwa hiyo anaweza akatumia mwingine tena hapa. Kwa hiyo hatuwezi kusema bwana huyu ametabiri, huyu ndio nabii wetu hapa bwana kanisani, tumfungulie na ofisi na tumtambue, wengine wote mnyamaze. Hamna. Anaweza akatumika leo, kesho akatumika mwingine kama Roho apendavyo yeye. Tukifanya hivyo kwamba tukamwekea ofisi pale na tukasema wewe ndio nabii wetu, sasa jamani wengine wote huyu ndio nabii wetu, tutaleta matatizo yafuatayo. Kwanza, tutamgonganisha na mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Maana tunaona karama ya uchungaji tangu Agano la Kale mpaka leo ndio karama inayokilea karama zingine na huduma zingine. Na ndio maana Yesu katika Yohana sura ya 10 anasema mimi ndio mchungaji mwema. Ni huduma inazilea huduma zingine zote na karama zingine. Kwa hiyo tutaanza kugonganisha. Maana mchungaji atachagua wazee, atawaweka. Lakini nabii atamwambia mchungaji, Bwana ameniambia mtoe huyu na huyu, mtoe na huyu, weka huyu. Kwa hiyo sasa tunajikuta nabii ndio anaongoza lile kanisa, sio mchungaji tena. Tutagonganisha. Huduma ya kichungaji na huduma ya kinabii. Jambo la pili, tutatwenza karama ya unabii kwa wengine. Kwa hiyo wengine wataona sisi bwana tuna nabii wetu hapa bwana. Kwa hiyo mwingine asitabiri, ngoja tumsikilize nabii wetu yuko hapa. Kwa hiyo tutaizima kwa watu wengine. Na tatizo la tatu, tutawarudisha watu kwenye kipindi cha huduma ya unabii ya Agano la Kale, ambapo nabii walikuwa wachache tu na wanaitwa waonaji. Kwa hiyo tukitaka neno la maarifa, tukitaka kuuliza mapenzi ya Mungu, tunaenda kwao. Sasa tutawarudisha watu kwenye huko. Sasa tuko tofauti kabisa kwenye kipindi cha Masihi, kwenye kipindi cha Agano Jipya, kanisa la Agano Jipya, tofauti. Na kuna hati miliki tena ya unabii kwamba jamani nabii wetu ni huyu, wengine wote sasa
mtaenda huko kuuliza mapenzi ya Bwana. Tunaye roho wa unabii ndani yetu na tunayo Biblia. Yeye atakapotabiri basi confirm au anayahakikisha yale ambayo Mungu ameniambia na Biblia inayosema. Kwa kumalizia hivyo basi, kwa leo hiyo tunakuwa tumehitimisha semina yetu hii ya vipindi 4, na tuache sasa kipindi cha maswali. Nirudishe sasa kwa mratibu wa kipindi. Karibu sana. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, Reverend Dr. Jackson Nyanda kutoka pale Dodoma, kwa kuhitimisha somo letu vizuri kabisa, sehemu ya 4 na ya mwisho ya somo kubwa muhimu kabisa la unabii na nabii. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana, na na uhakika kwamba yote ambaye yuko katika kipindi hiki kwa siku ya leo mubashara, yule ambaye atapata nafasi kusikiliza recording zetu katika channel yetu ya YouTube Umoja Church Bible Study, subscribe pale, utapata nafasi ya kupata kitu kikubwa sana ambacho utakitumia kama hazina yako ya knowledge ambayo unatakiwa kuwa nayo Mkristo leo katika somo hili ama katika hili swala zima la unabii versus unabii. Na umepata vile kuonyeshwa katika sehemu ya leo tofauti iliyopo katika huo unabii na uchungaji wa leo. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi sana. Naam. Lakini kama kwenda somo letu lilikuwa bila mtumishi, huwa hatuishi hapo. Tunapata nafasi ya kuulizana maswali, tunapata nafasi ya kutoa shuhuda. Kama una swali unabonyeza alama nyota nambari 6, unajitambulisha jina la kwanza na pale ulipo. Dakika 2 zitakutosha kabisa kutoa swali lako. Lakini inawezekana huna swali, kuna kitu ambacho kimekunyanyua kidogo uelewa wako, kuna taili waka wakati unasikiza vipindi vyote hivi 4, inawezekana leo pekee kama vilivyopita, basi usiondoke nacho mwenyewe. Kama kwako kimekuchangamsha, inawezekana kabisa kwamba kuna wengine wakabarikiwa na hicho pia. Angalia simu yako, wote mpo katika mute, bonyeza alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Naona baadhi ya tayari ziko active. Nianze pale Houston, karibu. Na bonyeza alama nyota nambari 6 tena, umejirudisha katika mute. Haya, karibisha mtu mwingine. Angalia simu yako, alama ya nyota. Amen, amen, amen. Karibu mchungaji Mangesho. Amen, nashukuru sana mshemka Kajeri, pia nashukuru sana mwalimu kwa somo zuri la ambalo kwa nimejifunza mambo mengi sana. So langu lilikuwa ni moja tu, pale ambapo umesema kwamba manabii siku hizi hawaforetell. Lakini wakati mwingine unafikiria nabii kanisani anamtabiria mtu, anamwambia kwamba naona Mungu anakupatia nyumba, naona Mungu naona kama Mungu anakupatia kitu fulani, au Mungu Roho Mungu ananionyesha kwamba utaolewa mwaka ujao au utapata mtoto au yani kama hivyo ni. Sasa nabii ambazo huwa zinatokaga hivyo, hizo ni kama foretell kama ambavyo mimi nilivyoelewa. Je, hizo ni vitu ambavyo tuvishikilie au inakuwaje hapo? Amen. Asante sana mchungaji. Asante sana mchungaji. Uko sahihi kabisa. Bado hizo zinaweza kutokea, utapata nyumba, utapata mtoto mwakani majira kama haya, baada ya miaka 10 utafanya hivi. Lakini utaona hizo tunazitoa kwenye foretell, kwa sababu foretell ilikuwa ni matukio maalum ya siku za mwisho, eschatolojia, kwamba kanisa litanyakuliwa, Yesu atakuja mara ya pili, kutakuwa na utawala wa millennium, kutakuwa na dhiki kuu, kutakuwa na hukumu ya mwisho. Hizo ndio hasa zinahusu foretell. Yesu atakuja, Masihi atakuja mara ya kwanza na ya pili. Haya mengine ambayo yana ile dalili au yana ile element ya kuambiwa mambo yanayokuja huko mbele katika kizazi chako au baada ya miaka fulani, hayo pia ni aina ya foretell, lakini haihusiani na matukio yale makuu ya siku za mwisho. Asante sana kwa jibu hilo zuri la moja kwa moja, na muuliza swali ameitika pale kwa nimepata kwamba kuna agano. Niko sawa? Mchungaji Mangesho, tumekusogeza vizuri kabisa. Amen. Yes, mtumishi Bwana. Nashukuru sana. Asante sana profesa. Amen. Asante sana.
Naam, karibisha mtu mwingine, na najua katika line tuko wengi, yenda kupata nafasi ya kuwapa na wengine kujaribisha kuchangia katika kujibu maswali ya kabla. Mwalimu, umeweza kusikia terminology mbili hapo, foretell na fourth tell. Wiki jana kwenye notes kutana nazo. Haya, angalia katika simu yako, naona line zaidi ya 50 katika line. Bonyeza alama nyota namba 6 jina la kwanza pale ulipo, dakika 2 kuwa hewani. Changamka. Kama unazungumza na sija kwa technology, inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Pole katika hilo. Angalia simu yako, bonyeza kwanza alama ya nyota nambari 6 *6. Hiyo itakutoa katika mute, then utakuwa hewani. Na kama nilivyosema hapo, inawezekana usiwe na swali, lakini kwa na kitu ambacho kimenyanyua kidogo, kimekusogeza hatua moja mbele katika uelewa wako, unaweza kuita kama testimony, kama shuhuda. Basi unaweza ukatuambalisha na sisi wengine, na to make sure kwamba tunaweza kupata na sisi kama ulivyopata wewe. Usione haya. Bwana asifiwe. Kajeri. Amen, amen, amen. Utaruhusu mchungaji Mangesho niwe gentleman, and then nakuja kwako. Yes, please. Amen. Asante. Yule wa pili kwa nani? Ni Mama Bibi Favor? Nilikosea jina. Yule wa pili kwa nani? Kuna mtu alifanikiwa kuingia katika line. Mimi nilisema Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu Bibi Favor kwa dakika 2. Hata mmoja inanitosha ni kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa kuingia katika kipindi hiki cha Bible Study. Mungu awabariki viongozi wetu. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Dr. Ili somo, Mungu akubariki sana 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 hapo ulipo. Mimi ili somo nimelielewa vizuri sana. Mungu akubariki. Nimelikumbuka ulikuwa unatufundisha kwenye Bible Study. Amen. Alitufundisha kwenye Bible Study. Yaani Mungu akubariki sana 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 sana. Tena jana nilikuwa nalipitia kwenye daftari. Mungu akubariki mno 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 mno. Kazi yako ni njema. Sifa kwa Yesu. Asante mama. Yaani nakumbuka ulivyokuwa umetufundisha hili somo. Kwa kweli ulikuwa umetufafanulia vizuri kabisa kwa kweli. Nashukuru sana kwa ajili yako. Nimejifunza mengi kupitia dokta, kwa kweli Mungu akubariki sana. Amen. Amina. Mimi nikumshukuru Mungu kwa kweli. Hili somo alitufundisha kwenye Bible Study. Amen. Asante sana. Inawezekana unamaanisha darasa la chuo, mtumishi wangu Mama Bibi Favor? Chuo sio Bible Study. Chuo alikuwa anatufundisha kwani samani. Alikuwa anatufundisha kwenye chuo cha Biblia, chuo. Na kwa ambao unasikiliza kipindi hiki baadaye, basi andika somewhere Umoja International Bible College. Umoja International Bible College. Ndio maana Dr. Nasua anahimiza tuendelee kujifunza. Kwa kweli mimi nalikumbuka hili somo. Safi sana. Asante sana. Mungu ambariki. Nakushukuru kwa uvumilivu. Amen. Nakushukuru mchungaji Mangesho kwa uvumilivu. Karibu katika swali lako. Amen. Sana Kajeri. Mimi niko tuna swali kuhusu manabii wa Agano la Kale, namna ambavyo Mungu alivyokuwa anazungumza nao. Kwa mfano utasikia kwamba neno la Mungu likamjia fulani, neno la Mungu likamjia labda nabii fulani. Je, Mungu alivyokuwa anazungumza nao kipindi hicho, alikuwa anazungumza nao yani kwa sauti kama ni audible voice, au ilikuwa tu ni kama unction ambayo inatoka katika moyo wake? Na namna ambavyo manabii wanapokea neno sasa hivi kutoka kwa Mungu ili walilete, kuna tofauti na manabii wa zamani?
nikisema zamani na macho kwenye Agano la Kale. Amen. Na kale. Umesomeka vizuri kabisa sana mtumishi Magesho. Kabla sijamkaribisha mwalimu, hebu niangalie wengine ambao tuko katika line. Umeweza kusikia swali hilo. Angalia simu yako la manyota nambari 6, jaribisha kuchangia hapo. Mungu akazungumza na wale watumishi wa Agano la Kale. Alikuwa anaongea nao na tunasikia sauti. Kama kwa mfano Musa alipotoa amri 10. Ama ilikuwa tofauti. Angalia simu yako la manyota nambari 6 tutakuwa. Karibu mtu mwingine kabla sijamkaribisha mwalimu. Ngoja niangalie wale katika line hapa mwalimu nione. Tuko wengi sana. Hai. Hebu mtu mwingine ajaribishe hilo swali kabla sijaenda kwa mwalimu. Unafikiri vipi Mungu alipozungumza na wale manabii wa mwanzo, ilikuwa ni sauti? Bwana siwe. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu kaka Alan. Mimi changizo langu ni kwamba wakati Mungu anazungumza na Musa alisema kwamba akiwepo nabii nitazungumza naye kwa ndoto na kwa maono na vitu kama hivyo, lakini Musa nitasema naye kama mtu na rafiki yake. Kwa hiyo kwamba manabii wote Mungu alisema kwamba atazungumza nao kwa sauti ya kawaida. Yes, isipokuwa Musa. Wengine wote atazungumza nao kwa ndoto na vitu kama hivyo. Amen. Umeanza vizuri kabisa brother Allen kutoka pale Houston. Karibisha mtu mwingine mmoja. Labda unataka kujazia. Labda kuna mwingine zaidi ya Musa ulisikia aliongea kwa sauti. Ama brother Allen amepiga kamalizia pale. Changamka ndio nyingine moja imebakia, alama nyota nambari 6 kwa hewani. Nafasi yako hiyo. Basi ngoja niende Dodoma. Mtumishi wa Mungu, swali umeweza kulisikia, jibu la kwanza umeweza kulisikia. Nisikie kama unachakujia kujazia hapo, karibu. Amen. Amejibu vizuri sana. Ngoja na mimi nijaribu kuongezea hapa katika kitabu waraka wa Waebrania. Ni kama anaelezea hiki kitu. Anasema hivi, Mungu ambaye, Waebrania sura ya 1 mstari wa 1, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Kwa hiyo tunaona anaweka tofauti kwamba leo je anazungumza nasi hasa leo anazungumza nasi kupitia Kristo. Na anaposema Kristo hasa anazungumzia hasa neno la Mungu ambayo Kristo alikamilisha. Maana Agano la Kale na Agano Jipya zina message au zina ujumbe mmoja mkuu, ukombozi wa wanadamu kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mhusika mkuu ni Yesu Kristo. Na amesema nasi sana Yesu katika neno. Hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alikuja kwetu akafanyika mwili, tukaona utukufu wake. Anasema nasi sana kupitia Kristo leo. Lakini katika zamani, ingawa hata hizo method, njia alizosema nazo zamani bado zinafanya kazi, kama tulivyomsikia Allen amesema ndoto, Mungu anaweza kuzungumza nasi kupitia ndoto kabisa. Ingawa tunajua vyanzo vya ndoto vipo vitatu, kutoka kwa Mungu mwenyewe au kutokana na shughuli nyingi za mawazo kama Biblia inavyosema, lakini pia kutoka kwa Shetani. Ila sasa Mungu anapokutumia sana kupitia ndoto, huwa anakupa uwezo wa kuzipambanua, maana naye tafsiri ni yeye. Na ndoto ni picha na mifano inayotoka katika ulimwengu wa roho ili kutuelezea kitu fulani kutumia picha na mifano. Na Mungu ndio anayetafsiri. Ukimwomba tu Mungu au anapokuonyesha moja kwa moja ndoto anakutafsiria. Kwa hiyo mtafsiri wa ndoto mkuu ni Mungu. Anayeweza kukupa kipawa hicho cha ukaitafsiri hiyo ndoto aliyokupa. Lakini pia maono
Mungu alizungumza nao kwa maono, wale manabii waliona maono. Lakini pia ukisoma ile ya Elia anaenda kwenye mlima Sinai pale, mlima Horeb, akasikia sauti ya ndani. Hiyo tunaita na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Huwa kuna sauti ya ndani nyororo ambayo anaweza kusema nawe na ukasikia kabisa. Kwa hiyo akasema na Elia kwa namna ile. Hiyo ni njia ya tatu. Lakini pia sauti ya wazi kabisa. Unasikia sauti moja kwa moja inayosema na Mungu. Na tunaona hizo, tunaona manabii wengi walipata hiyo sauti. Samueli ndio. Akashtuka, akamwendea Eli. Baba, umeniita? Akasema nenda kalale, sijakuita mimi. Alipolala akasikia sauti tena, Samueli. Akaenda tena mara ya tatu. Eli akajua ni Mungu anamuita, akamwambia akikuita sema Bwana anasikia. Kwa hiyo inaweza kuwa sauti ya moja kwa moja. Lakini pia Mungu alizungumza na wale manabii kupitia mazingira. Mazingira yale yaliweza kutoa ujumbe. Anamwambia teremka kwenda kwa nyumba ya mfinyanzi, alafu angalia anafanya nini. Kwa hiyo alipofika akaona ile mfinyanzi, tayari akapata ujumbe kupatana na ile mazingira yanayokuja. Lakini pia watu yani hali inavyoenenda, unajua tu hapa ni Mungu ananiambia kitu fulani hapa. Mungu anasema, unasikia Mungu anakuita umtumikie. Kila mmoja anakuambia mchungaji, mwingine mara Mungu ananiita. Kuna baba mmoja mzee wa kanisa wetu alikuwa anasema sana kila mara nisho mwalimu baba mchungaji sema na wengine. Hiyo inakuonyesha Mungu anasema na wewe mazingira. Lakini pia manabii wengine kupitia unabii mwingine Mungu anaweza akasema na wewe. Lakini sehemu kubwa sana neno la Mungu. Kwa hiyo hizi njia 7 Mungu alisema nao. Wakati wewe tukisema neno la Mungu, kulikuwa na Torati, Agano la Kale. Biblia ilikuwa haijakamilishwa, ikawekwa na mafundisho ya Yesu, tukapata Biblia kamili. Yale ya Agano Jipya yakaunganishwa, tukapata vitabu 66. Kwa hiyo wale alisema nao kwa namna hiyo. Na wengine kwenye maono alionekana wazi, very clear. Kama alivyosema kwa Musa, nitasema naye wazi kwa wazi, moja kwa moja. Asante sana. Amen. Asante mtumishi wa Mungu kwa jibu lako zuri kabisa hilo. Nirudi pale Tulsa, Oklahoma kwa muuliza swali. Mchungaji Mangesho, tumekusogeza hatua nyingine? Msogeza hatua kubwa sana. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Basi kwa sababu ya muda lazima kuweka nukta kwa siku ya leo. Niwashukuru wote kabisa ambao tumeweza kuwa pamoja mubashara katika kipindi chetu siku ya leo and live. Kalenda yako itakukumbusha kwamba hii ni Alhamisi ya 4, na kwa kweli katika majuma haya manne tumeweza kuwa na series hii nzuri kabisa ambayo imeletwa mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Jackson Nyanda kutoka pale Dodoma, Tanzania. Tumebarikiwa sana na kweli mtumishi wa Mungu. Mungu aendelee kukubariki wewe pamoja na familia yako na huduma yako na shughuli nyingine zote pale nyumbani Tanzania. Amen. Na kabla tutawanyika, tuna mambo matatu. Cha kwanza, nitawakaribisha wenzetu Outreach watuongoze katika declaration yetu ya mwezi huu wa 4. Cha pili, nitamkaribisha baba mchungaji kiongozi wa kanisa letu moja kwa nasaa zake, and then kuna matangazo mawili makubwa tu ya kihuduma ambayo nitakushawishi uendelee kubaki katika line, usiyakose. Outreach, karibu. Amen. Nashukuru sana kaka Jerry. Mungu akubariki sana kwa kazi njema. Basi watumishi wa Bwana, kama mnavyofahamu declaration yetu mwezi wa 4, tunaendelea kuomba toba na rehema kwa ajili ya viongozi wa serikali wa nchi ya Marekani, viongozi katika state yako, ili waweze kulisimamia, kulitimiza na kulifanya kusudi la Mungu. Kwa hiyo basi tuungane mbele za Mungu. Hapo ulipo, unmute mic yako kwa pamoja kabisa na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tukapate kufanya hiyo declaration. Baba,
katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakuja mbele za uso wako Baba, tukiomba toba na rehema kwa ajili ya viongozi watu wa serikali, viongozi katika state ya Oklahoma ambayo lipo Baba. Tunakwenda kuachilia neema yako na rehema zako juu yao wote. Tunaomba toba Baba, wakapate kulitimiza kusudi lako, wakapate kusimamia kazi yako Baba. Pale ambapo Mungu amekwenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba rehema, tunaomba toba Baba, katika jina lako takatifu Mungu tunakushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Sana mchungaji Lisa Mangesho, mwenyekiti wa ministry yetu ya outreach, kwa kuongoza vizuri kabisa katika declaration yetu ya mwezi wa 4. Sasa nimkaribisha kwa mara ya kwanza siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Abson Nasua, atatoa na saa zake, atenge kama kuna tangazo kwa upande wake, atatuelekea kipindi kwa sala jioni, na karibu sema basi stay tuned, kuna matangazo mawili yanakuja. Karibu Dr. Nasua. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii kwanza kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mgai Mshana, we mwenyewe Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya ya kutuandalia walimu wazuri na vipindi vizuri. Mungu awabariki sana sana. Amen. 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 Jambo la pili, shukuru sana Profesa Nyanda kwa kuchukua takribani mwezi mzima, vipindi vyote vya mwezi wa 4 kutufundisha ya unabii na manabii. Kama mtumishi wa Mungu, najua gharama ilivyo kujiandaa, kutenga muda kwa ajili ya kufundisha mwezi mzima, sio jambo dogo. Mungu akubariki sana Profesa Nyanda kwa kazi yako kubwa na nzuri ambayo umefanya. Amen. Asante sana kiongozi wetu, tunakupenda. Amen. Amen. Jambo la tatu la kuzungumza ni muhula wetu wa chuo. Tumeshaanza registration kwa nguvu, na lengo letu ni kila mmoja aweze kuingia Bible College. Ile mambo haya ambayo yamefundishwa hapa na mengine mengi sana uweze kuyapata vizuri. Kimbia pale, jiandikishe. Kuna scholarship chache unaweza kumptisha. Nenda pale, jaza kila kinachohitajika ili mapema mambo haya ya chuo umeshajiweka katika mazingira ya kuanza. Walimu kama Profesa Nyanda na wengine wengi sana ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kutuhudumia, watakwenda kukuhudumia. Lakini wewe kazi yako ni moja tu, kutenga bajeti yako ndogo na kuchukua hatua kujiandikisha kwa ajili ya chuo chetu. Tunataka kuandaa watumishi sio chini ya 100 kwa mwaka huu unaoanza kesho kutwa. Tunapoanza mwezi wa 5, tunataka wanachuo sio chini ya 100 angalau uweze kutumika kupeleka injili nzuri, injili ya kweli kwa watu ili wapate kupona. Manabii wengi wa uongo wamejitokeza na wanafanya mambo mengi sana. Akiangalia mafundisho yanayopita kwenye nchi za Kiafrika, anaweza kuambia pengine ni 5% tu ambayo unaweza ukasema haya yanaweza kumsaidia mtu kwenda mbinguni. Na sisi tunajitahidi kwa sehemu kupitia walimu kama maprofesa kama kina Nyanda na profesa wetu Profesa Mgwamba na wengine wengi mnaowajua, waweze kutusaidia angalau kupunguza tatizo lililopo. Baada hapo nitakwenda kutoa baraka za mwisho, au sijui narudisha kwa kwanza Jerry, alafu nitoe baraka, utanielekeza hapo. Amen. Unaweza kanena baraka mtumishi. Amen. Basi nitoe baraka za mwisho. Mungu wetu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye anatuinulia walimu mbalimbali kama Profesa Nyanda, yeye
mafundisho mazuri kabisa ya kutusaidia kutembea kwa ukamilifu na kwa ushindi. Awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Hudson Nasua kwa nasaha zako kwa matangazo na kutuishia kipindi kwa sala jioni. Dawati inachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kipekee kabisa tumshukuru sana Mungu kwa kumwandaa na kutii na kutupa nafasi kwa wiki 4 mfululizo Reverend Dr. Jackson Gilu Nyanda kutoka pale Dodoma. Alivyotama katika kipindi cha utambulishi, ni mkufunzi vile vile wa vyuo vingi cha kwetu kimoja hapo cha Umoja International Bible College kwa Dodoma. Basi vile ni mkufunzi wa African Continental Theology Seminary iko Dodoma, na vile vile Central Bible College CBC iko pale Dodoma, the same campus. Ukipata nafasi ya kwenda kushiriki nao ni vizuri, ukipata nafasi ya kwenda kusali nao katika Assemblies of God pale Dodoma ni jambo la baraka pia. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru wote ambao wapata nafasi ya kuuliza maswali ama kuchangia kwa siku ya leo. Mchungaji Mangesho maswali mawili, Bibi Favor pale Oregon kwa changizo moja, pamoja na Brother Allen Mfuru pale Houston katika jibu lake zuri kabisa kwa siku ya leo. Naweza nikasema kwamba walikuwepo, kuweza kuwasikia, japo mmewasikia baadhi, umeweza kumsikia mchungaji Nasua, lakini wapo kuweza kusikia baadhi ya watumishi na kuona na kutambua mchungaji Bupe Mwakamedha na kutambua mchungaji Elisa Mangesho uliomsikia, lakini pamoja na mchungaji Elisa Mangesho yuko mchungaji Elia Mwasambungu na mchungaji Elia Mwakatumbula. Mtumishi wa Mungu mwalimu Olivia Andrews pale New Jersey, mtumishi wa Mungu mwalimu Glory Show pale Arusha, mwalimu Sofia Luoga huku Marekani upande wa Florida, mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Gadius Msemo pale Mwanga Kilimanjaro Tanzania, na kutambua vile mchungaji Anet Kapangalamuna kule Minnesota, na Minister Jessica Kataria hapa Dallas Texas. Nashukuru wote kabisa. Na matangazo kutakuwa kwamba kwa mwezi huu wa 4 wote, nikisema wote na maana kwamba zile Alhamisi za mwanzo kabla mwisho wa mwezi, kama sababu tulipata kupata ubwa nzuri kabisa somo hili maana Bishop Mungu Dr. Nyanda. Wiki itakuwa ni Alhamisi ya mwisho. Tuna kipindi cha kipekee kabisa kwa dakika 90 cha maswali na majibu mwanzo mpaka mwisho. Utakushirikia nafsi katika hicho wakati tunajiandaa kuingia katika series mpya kabisa ya mwezi wa 5. Majuma matatu yale mwanzo tutajifunza somo ambalo mkomeomba lifundishwe. Somo hili ni somo la maombi. Nini maana ya maombi? Namna kuomba ipasavyo, na namna nafasi ya muombaji katika maombi yake kiulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, pamoja na mengi kadhalika. Mtumishi wa Mungu aliyefundisha kwa kipindi hicho chumuzi ujao anatoka vile Tanzania. Huyu ni mwalimu wanamuita mwalimu engineer Goodluck Mushi. Anatumika katika huduma nyingi tu, lakini utampata kiusharika wa Boko pale Dar es Salaam, lakini umeweza kumuona katika ministry nyingi tu pale nyumbani Tanzania akitumika especially katika mambo ya seminar. Mwalimu mzuri kabisa, na kwetu tunamshukuru Mungu kwa mwandaa, yuko excited kuweza kushirikiana nasi katika ule mwezi ule wa 5. Kwa standby fly kitumo, basi tafadhali kuwa shemasi karibisha wengine wengi zaidi ili tuweze kupata nafasi ya kuhudumu pamoja katika kipindi hiki. Naam, kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati la Umoja wa Bible Study, Priska Mungai Mshana, Dada Hilda Bebatukari, Brother Jimmy Msemo, msikia Brother Allen Mfuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tukiwa maana Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Usiku mwema, alfajiri njema kutokana na majira na masaa ya pale ulipo. Tukutane basi wiki ijayo katika kipindi cha maswali na majibu. Prayer line itakuwa hewani kama kawaida saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika, kwa saa za hapa Dallas Texas. Na kumbuka basi kitu kingine kwamba kwa sababu wiki hii wenzetu wataanza kupona kipindi cha kwanza cha kumaliza kabla yetu, basi watakuwa na kile kipindi cha mkesha unakuja siku ya kesho, siku ya Ijumaa, mkesha maombi, na tutategemea kuwa naye basi mtumishi Mungu Pastor Bupe Mwakamedha ambaye yuko katika hivi sasa, lakini utapata nafasi kushirikiana naye katika kipindi kizima kile kwa siku ya kesho. Flyer imeshatumwa katika makundi yetu yote ya umoja, kama hujaweza kupata basi tutumwa tena uweze kuwashemasi karibisha na wengine. Kipindi hiki utakipata katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Kumbuka tukutane pale, na kumbuka kusubscribe katika channel ile.